Kadhaa Geoffrey Boya aliyekuwa mwalimu katika shule ya wasichana ya Bisil sasa anaishi katika hali ya dhiki baada ya kustaafu kwake. Anadai kuwa matatizo yake yalianza mwaka 2021 baada ya kuhamishwa kikazi kwa kile anachokitaja kuwa misukosuko ya kisiasa, hali iliyosababisha kucheleweshwa kwa pensheni yake na kutolipwa kwa tuzo ya kimataifa aliyowahi kushinda. Kupitia simulizi la mwandishi wetu Michelle Mwangi, tunaangazia jinsi mifumo ya serikali inavyodaiwa kumwangusha mwalimu Boya. Kwa miaka mingi, Geoffrey Boya alisimama darasani kama nguzo ya maarifa, akilea na kuunda ndoto za maelfu ya wanafunzi. Hata hivyo, nguzo hiyo ilitikiswa na dhiki ya maisha baada ya kile anachodai kuwa uhamisho wa kisiasa kutoka shule ya sekondari ya wasichana ya Moi hadi shule ya wasichana ya Bisil mwaka wa 2021. Asabiti niliondolewa na wanasiasa wenye nguvu kutoka Moi Girls mpaka Bisil Girls. Hapo nimelazimishwa kuritaya wakati mimi sijajipanga. Tangu alipostaafu, Boya anasema pensheni yake haijawahi kulipwa, hali iliyomwacha akihangaika kugharamia mahitaji ya msingi na karo ya watoto wake. Aidha, mwalimu huyu aliyewahi kutambulika kimataifa kwa mchango wake katika michezo shuleni bado hajapokea stahili yake ya tuzo aliyoshinda. Wako wawili university, Catholic University, moja secondary school, Ngoile Boys, na msichana ambaye kwa junior secondary school. Saa hii hawana namna watakaa nyumbani kwa sababu nimemalizwa kisiasa. Babu tulikuwa ni tegemeo kubwa sana ambaye alikuwa anatupatia kila kitu ambaye tunahitaji, lakini leo hii hata ndugu yangu kuathirika kwa sukari ni mshtuko sana na stress yenye ameishi kuwa nayo. Aliyekuwa mwalimu mwenye heshima amegeuka mwombaji wa msaada, akitegemea huruma ya wasamaria wema, huku mifumo iliyopaswa kumlinda ikimpuuza. Swali linalosalia ni moja: je, hii ndiyo zawadi kwa mwalimu aliyetumikia taifa kwa moyo wake wote? Mashida hata chakula hatukuli. Mzee ndo alikuwa tegemeo, amepatwa retirement ya lazima, tunakaa kifukara kabisa. Kwa sasa, mwalimu aliyewahi kusimama darasani kwa heshima anaomba haki itendeke na hadhi ya walimu waliostaafu irejeshwe kabla haijachelewa. Michelle Mwangi, Runinga ya TV 47.